till I awake in your likeness. So, tunakupa shukurani zote, ni kwa sababu ni kwa huruma zako nyingi na kwa kusudi lako Bwana Yesu, ya kwamba umetupa siku hii ya leo tukiwa wazima, na Bwana umetuleta mahali hapa ili tukaweze kukuabudu na zaidi ya yote tukaweze kukutumikia. Baba, tunakupa shukurani zote kwa sababu ya wokovu wako siku ya leo, kwa sababu tunalo jambo la kujivunia duniani chini ya jua, ni kwamba Yesu Kristo umetuokoa, na umetuokoa kwa dhabihu kuu sana ulioitoa pale msalabani, wakati damu yako itakatifu ilipomwagika Yesu Kristo, na ndiyo Bwana ikaweze kutufanya wana wa Mungu. Bwana, ukaleta imani, mbegu ya imani katika mioyo yetu, tukakuamini Yesu Kristo na ukatufanya wana wa Mungu. Na ndiposa siku hii ya leo tunasherehekea, na zaidi ya yote kufurahia ndani yako Yesu Kristo. Na zaidi ya yote Baba, tunakupa shukurani zote kwa sababu mioyo yetu umeitia nuru. Bwana, umeitia mioyo yetu nuru, ukatusaidia na ili Baba tukaweze kusimama katika jina takatifu la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya ibada ya siku ya leo, umetukusanya katika ushirika huu siku ya leo. Bwana Yesu, tuzidi hata kuyajua mapenzi yako na tuzidi kujua kusudi lako. Tunakupa shukurani zote. Vile vile tumekuja mahali hapa tukiwa na njaa na hata kiu ya kusikia kutoka kwako na kiu cha haki. Bwana Yesu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo ukaweze kutushibisha siku ya leo, ukaweze kutukirimia maji ambayo ni ya uzima wa milele, na ndio kusudi lako na mapenzi yako yakaweze kusimama. Asante Bwana kwa sababu ya siku hii njema ambayo umetupa. Ninakuomba Bwana ukaweze kutuongoza katika kila hali, na neno lile ambalo tutakalo nena siku ya leo Baba lizidi kupata nafasi katika mioyoni mwetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Baba, tunakuomba na hata Bwana Yesu tunakushukuru. Amen. Amen. Tumpigie Bwana makofi. Haleluya. Amen. Sisi kuwa hai na sisi kuwa na afya na sisi kuwa tumeokoka, hatuwezi kuichukulia hilo jambo kama kawaida. Ni kwa sababu umegharimu mkono wa Bwana ya kwamba tukaweze kusimama. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na zaidi Roho Mtakatifu ambaye amezidi kupeanwa kwetu, na ili akaweze kuangazia roho zetu na mioyo yetu, nuru yake ikaweze kuzidi kutumulikia katika ulimwengu tunapozidi kukaribia kuondoka, kwa sababu hata neno ambalo tumesomewa asubuhi ni ya kwamba sisi ni wageni, na tunafaa kujua kwamba sisi tunastahili kuwa tunakumbuka kila wakati ya kwamba tunapoona siku zinazidi kusonga, ya kwamba siku moja tutakuwa hatuko huku. Bwana sifiwe sana. Ni vizuri sana kwanza kujua hivyo, kwa sababu kuna wengine ambao japokuwa wanajua kwamba ni wataondoka, lakini wamejipatia sehemu kubwa sana ya ulimwengu huu. Lakini tunashukuru sana kwa sababu Yesu Kristo, kulingana na ile nuru ameiweka ndani yetu, hatuwezi kujipatia nafasi katika dunia hii. Tunaishi kama watu ambao ni wageni. Bwana asifiwe. Kwa sababu kunayo ahadi ambayo Yesu Kristo alinena kitambo, na igari sana hata inafanya kazi hata masaa haya, ya kwamba kuna mahali ambapo ametayarishia wale ambao wameokoka na wale ambao wametubu na kuoshwa katika damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Na hiyo ni jambo jema sana. Siku ya leo katika ushirika huu tunataka tusome neno ambalo litakuwa na nafasi nzuri sana katika mioyoni mwetu, kwa sababu last Sunday tulipokuwa hapa tulizidi kunena na tukazidi kujielezea neno la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na tukaona kwamba umuhimu wa damu ya Yesu Kristo mtu anapokuwa faced na hukumu na ama hasira ama ghadhabu,
tulikuwa tunaona maneno kama yale, na tukaona kwamba nguvu ya damu ya Yesu Kristo vile inakuanga very powerful kuondoa mtu katika hatari. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na tukaona kweli hii damu ya Yesu Kristo tunapozidi kuijua na kuifahamu vizuri, kweli tutaokoka, we are going to be saved, ama tutakuwa rescued, kwa sababu tuliona kwamba hasira ya Mungu ni nzito sana, na wakati siku ya mwisho atakuja na uzito mkubwa sana kwa hasira. Ni wale tu atakapoona damu anakumbuka damu ya Yesu Kristo. Anapoona damu anakumbuka mwanae Yesu Kristo aliyechinjwa na aliyeumia sana pale msalabani. Hasira yake inapungua, inaondoka na ana pass over. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo ndio itakayotufanya tuingie mbinguni. Kwa hivyo tukaona kwamba wale wote ambao wanaoingia katika ufalme wa Mungu, damu ya Yesu Kristo ni very very key, kwa sababu tuliona kwamba Mungu ni mwenye anakasirikanga. Haleluya. Lakini mahali ambapo pana damu, hasira yake inaondoka. Kwa hivyo hilo nilikuwa ni fundisho na tutaendelea nalo lakini si siku ya leo, lakini siku ya next Sunday. Bwana asifiwe. Mungu akitufikisha tutazidi kuendelea na tukaweze kufahamu, kwa sababu kuna vipengele vingi ambavyo nilivyoviacha na ni muhimu sana ya kuzidi kuelewa na kuzidi kufahamu. Lakini siku ya leo tunataka tuangalie jambo lingine muhimu sana ambao tulikuwa tumeiguzia Sunday ile nyingine, na tulikuwa tumeguzia kuhusu Roho Mtakatifu kama divai. Haleluya. Na tukaona kwamba kazi ile ambayo kuu sana anayofanya katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tuangalie kitabu cha Yeremia, Yeremia 31. Haleluya. Yeremia 31. Tunaweza pata background. Haleluya. Yeremia 31. Tuangalie neno la Bwana pale katika asubuhi ya leo. Yeremia 31 verse 31. Bwana asifiwe sana. Nataka niangalie maneno hayo, kisha nitaona maneno mengine. Nasema hivi, behold the days cometh, says the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they broke, although I was an husband unto them, says the Lord. But this shall be the covenant that I'll make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their inward parts and light it in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord. For they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. Bwana asifiwe sana. So that is hiyo ni neno ambalo Jeremiah as a prophet ambayo alilolinena, na katika ule unabii wake akanena mambo muhimu sana ambayo tutakayoyatumia siku ya leo kuona umuhimu sana wa jinsi ambavyo tulivyoona Roho Mtakatifu kama divai katika nyakati hizi za mwisho. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu Mungu alikuwa ameahidi kubadilisha agano, na alipokuwa anaahidi kubadilisha agano akasema kwamba kutakuwa na a dispensation ama majira, na yale majira atakapoyaleta
tunaweza kuona majira hayo nguvu yake kwa sababu ya maelezo ya unabii huu. Bwana asifiwe sana. Ndio tukaweze kuangalia hata nasi katika roho zetu na mioyo yetu jinsi ambavyo Mungu ametubariki katika nyakati hizi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na jinsi ambavyo Bwana analo kusudi jema kwa sababu ya maisha yetu. Haleluya. Kwa sababu ya kile ambacho tunaona kwamba Mungu aliahidi katika huu unabii na jinsi ambavyo amezidi kukitimiza hata miongoni mwetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwanza tunapozidi tunapoona hili neno, unaona kwamba anasema kwamba kwanza atabadilisha agano, na anasema kwamba kulikuwa na agano la kale ambalo unasikia verse 32 inasema verse 32 inasema, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, says the Lord. Bwana asifiwe sana. So unaona kwamba walivunja agano la Mungu. Bwana asifiwe sana. A covenant between God and them, walivunja. Na tunaona kwamba wakati Musa alipotoka juu ya mlima the first time, alipokuwa na amri za Mungu. Bwana asifiwe sana. Amri za Mungu zilipokuwa zimeandikwa katika tablet, Bible inasema ya kwamba Musa kwa hasira aliziangusha chini na zikavunjika. Bwana asifiwe sana. Na zilipovunjika, Bwana akamwambia kwamba nenda tena uchonge lile jiwe, kisha nitaliandika, na hiyo ndio ikawa imesucceed. Lakini kule kuvunjika kwa lile jiwe la kwanza iliachilia kuvunjika kwa lile agano. Bwana asifiwe sana. Na ndio hapa Yeremia anaponena anakumbuka lile agano ambalo lililovunjika. Na ukiangalia lile agano lililovunjika, kuna kitu ambacho kilikuwa kinaelezea lile agano vizuri sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ndio tunaona kwamba kwanza katika habari za kubadilishwa kwa agano ilikuwa kile kitu kwanza kuondolewa, kwa sababu lile agano hata lililovunjika kulikuwa na mambo ambayo yalikuweko ambayo yalikuwa hatari sana. Bwana asifiwe. Ambao tutaangalia sana. Kwa hivyo kulikuwa katika hilo agano likavunjika, na Bwana akasema atalibadilisha. Haleluya. Na katika kubadilisha akasema, angalia verse 33, but they shall be the covenant that I will make with the house of the Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their inward part and light it in their hearts, and I will be their God and they shall be my people. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo agano lile Mungu ambalo alikuwa anatengeneza jipya, alisema hilo agano lisiwe. Bwana asifiwe sana. Akasema kwamba hilo agano halitakuwa la kiasiria, ataliandika katika mioni mwao, kwa sababu lile lilikuwa limeandikwa katika tablets la kiasiria. Kwa hivyo Bwana akasema kwamba atabadilisha agano na sasa aingie katika mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Na tutaona kwamba jinsi ambavyo Mungu huingia katika mioyo yetu, kwa sababu lile agano la kale Mungu hakuwa ameingia katika mioyo, alikuwa tu ako nje kiasilia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio tuone kwamba jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anavyotusaidia katika nyakati hizi. Haleluya. So agano lile la kwanza unasikia kwamba lilikuwa nje, na ndio nasema kwamba agano analolifanya, kwa hivyo ilikuwa ni kusudi la Mungu lile agano la kwanza livunjike. Kwa hivyo hata kile Musa alichokifanya baada ya kukasirika ilikuwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu kama haligevunjika basi Bwana hangeweza kuleta jipya, na alikuwa anatamani sana akaweze kuleta jipya hata wakati wake ufike. Bwana asifiwe sana. Na wakati wake ukafika. Na tunaona kwamba hata Mungu alipokuwa anatuma manabii wake kwenda kwa Israeli, alikuwa anawaambia ni sawa mtabiri, lakini katika habari za agano mambo yale bado yale yamefichwa. Bwana asifiwe sana.
Hebu tuangalie kwanza nabii mmoja ambaye anaitwa Isaiah, wakati Mungu alimtuma ndio tuzidi. Angalia kitabu cha Isaiah chapter 6, Isaiah chapter 6. Bwana asifiwe. Isaiah chapter 6 tuangalie hallelujah. Verse 9. Habari tuangalie Isaiah, wakati Mungu alimuita Isaiah, kwa sababu unajua kwamba Isaiah ijapokuwa alikuwa nabii, alikuwa Mungu amemuita na akamuita katika agano lile la kale. Bwana asifiwe sana. Lakini angalia verse 9 inasema, ama tuanze verse 8. Also I heard the voice, Isaiah chapter 6 verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Verse 9. And he said, go and tell these people, hear indeed, but understand not. And see ye indeed, but perceive not. Hallelujah. Kwa hivyo muwe mnasikia lakini hamuelewi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unaona kwamba the Old Testament haikuwa testament ya kuunderstand. Hallelujah. Na unajua kwamba ndio kitu mtu ambaye understand jambo lazima hilo jambo liingie katika moyoni mwake. Bwana asifiwe sana. Ndio kaweze kuelewa jambo lazima hilo jambo liwe limeingia katika moyo wako. Kwa hivyo unaona kwamba ile agano Isaiah anasema kwamba anasema kwamba and he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not. Na mtu anajiulizanga kwamba kwa nini Mungu ambaye angetaka sana watu wasikie na wa understand azuie watu wasi understand? Bwana asifiwe sana. Alikuwa anazuia kwa sababu alikuwa anangojea abadilishe agano, na anapobadilisha agano ndio sasa alete divei ya kufanya, kwa sababu alijua kwamba ile divei ya sheria haiwezi kufanya watu waelewe. Bwana asifiwe sana. Na until abadilishe iwe imefichwa. Bwana asifiwe. Na ndio nilipokuwa ninaanza kufundisha hilo neno, niliwaambia hata wakati Yesu Kristo aliambiwa katika Kana ya Galili, alipoenda harusi, aliambiwa atengeneze divei. Aliuliza kwamba kwa nini unaniambia hivyo? And my time is not yet. Muda wake hauko umefika atengeneze ile divei ambayo italeta kuelewa. Kwa hivyo Isaiah, unasikia kwamba mission ya Isaiah, anaambiwa ufanye watu hawa waone lakini wasielewe, kwa sababu agano lile lilikuwa la kuona na kutoelewa. Haleluya. Hebu tusome zaidi. Inasema kwamba hear indeed but understand not, and see ye indeed but perceive not. Make the heart of these people fat. Hallelujah. Meo minono. And make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and convert and be healed. Bwana asifiwe sana. Na hapo hata ndio Bwana anatumulikia na tuonesha kwamba mtu anakuanga anaokolewa na njia gani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu kwanza alikuwa ameuzuia wokovu. Alikuwa ameuzuia wokovu kabisa usije kwa Israeli. Na ndiye anasema kwamba ati wasisikie, ufanye mioyo yao iwe minono, iwe minono, masikio yao yawe mazito, na ufunge macho yao wasisikie, and hear with their ears, and understand with their hearts, wasije wakasikia na waelewe wakaweze kubadilishwa. Bwana asifiwe sana.
na mwishowe wakaokoka. Kwa hivyo Mungu alikuwa bado anaongea kuhusu agano ambalo lilikuwa la kale, na ndio hii ndio ilikuwa inaachilia agano la kale halikuwa na watu ku-understand. Na kweli Israeli, hata wakati Isaya alipokuwa ananena, manabii wengi wakanena, Zaburi akanena, hawakuweza kuelewa. Bwana asifiwe sana. Na ndio tunaona for example kama vile tumesoma Yeremia, turudi katika Yeremia ndio tuweke msingi Holmes. Inasema hivi, Yeremia inasema hiyo tumesoma 31, ukiangalia verse 32 inasema, and not according to the covenant that I made with their fathers, of course walivunja. Verse 33 inasema, but this shall be the covenant that I'll make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their inward parts. So ile agano lingine hawakuwa na sheria ya Mungu. Kuona na kuelewa, Mungu alikuwa anataka wasielewe. Mungu alikuwa anamaanisha kwamba katika lile agano hamwezi kuelewa sheria ya Mungu, na haiwezi kuingia katika mioyoni mwenu, kiridini cha mioyoni mwenu. And light in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Bwana asifiwe sana. Na ndio naona kwamba hata kama Israeli, Mungu aliwaita watu wake kupitia Abraham. Bwana asifiwe sana. Surely Israeli walifika mahali, imagine, wakakosa kuwa watu wa Mungu. Na wote niwaambie, mtu anakuanga wa Mungu kama sheria ya Mungu iko ndani ya moyo wake na imeandikwa katika roho yake. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo mtu anakuanga wa Mungu, na tunaweza elewa zaidi kwa sababu wakati hata agano lilipobadilishwa, watu wale ambao walikuwa wanajikinai na walikuwa na kiburi na walikuwa nasema wao ni wa Mungu, wakashangaa sana ya kwamba hawakuwa wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati agano lilipobadilika, kwa sababu andiko inasema ya kwamba Paulo siku moja alipokuwa anahubiria watu wa mataifa ambao waliokubali agano libadilishwa, walipobadilishwa agano, wakashangaa sana kwamba kumbe Isaya hata alisema kwamba watu ambao hawakuwa wa Mungu ndio watakaoitwa wa Mungu kwa sababu ya kubadilishiwa agano. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu ya jinsi ambavyo ile divei kile ambacho ilichofanya katika mioyo yao. Kwa hivyo Yeremia akawa ni unabii ametoa wa nyakati zile ambazo tunazoziishi sasa. Bwana asifiwe sana. Na kile ambacho kinachotokea. Hebu tusome zaidi. Soma kitabu cha Ezekiel. Some Ezekiel 36. Kwa hivyo kabla tuone jinsi ambavyo agano. Kwa hivyo unaona kwamba watu hao they did not understand. Ezekiel 36, so tusome Ezekiel 36 for today. Ezekiel 36 tusome mstari wa 25. Hallelujah. Bado Ezekiel 20 inasema kuhusu agano, jinsi ambavyo litakavyobadilishwa na jinsi ambavyo kuna kitu ambacho Mungu alikuwa amekificha. Ni kama vile tulikuwa tunasema kwamba divei ambayo ilikuwa imefichwa until governor wa harusi akauliza kwamba si mtu huanza na ile nzuri anamalizia na ile mbaya, lakini kwa nini ulianza na ile mbaya unamalizia na ile nzuri? Bwana asifiwe sana. Gavana katika harusi ya Kana, nikawaambia kwamba yule gavana alinena yale maneno hata akiachilia kwamba kwa nini Mungu alianza na agano ambalo halikuwa nzuri na kisha akamalizia na agano nzuri zaidi. Kwa nini divei ya kale ilikuwa mbaya zaidi na ilikuwa mbaya, na Bwana akaleta ingine ambayo itakuwa zaidi, na kazi yake, Bwana asifiwe sana,
ndio tuelewe sana habari za hii divei ya nyakati za mwisho, lazima tuangalie jinsi ya kale, mambo shortcomings ya ile ya kale. Bwana asifiwe. Lakini wacha tuangalie hapa Ezekiel naye anasema, then verse 25, then I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols I'll cleanse you. Verse 26, a new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Kwa hivyo tunaweza jua tena in the agano lile lingine la divei ile ya kale ni ya mioyo migumu. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ya mioyo migumu. Alafu lakini verse 27 inasema, and I'll put in my spirit within you to cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. And you shall dwell in the land that I give to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Bwana asifiwe sana. So Bwana anaweka tena a condition ya kuwa mtu wake, na akasema kwamba these people will be my people, or I will be their God, ikiwa this covenant itakuwa imebadilishwa. Bwana asifiwe sana. Ama ikiwa watu hawa wataguzwa na divei. Bwana asifiwe sana. So Bwana alikuwa anasema kwamba ijapokuwa amewachagua kupitia uzao wa Abrahamu, kwa sababu wao ni uzao wa Abrahamu, lakini bado hawajakuwa watu wake until waguzwe na divei fulani ambayo inakuja na agano jipya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Bwana hangesema kwamba ati nyinyi mtakuwa watu wangu, na already ni watu wake. Anawaambia a condition, ati atabadilisha agano na wapate divei mpya, na ndio wakaweze kuwa watu wake. Bwana asifiwe sana. Na ninataka kuwaambia brethren, ati ya kwamba hatuwezi kuwa watu wa Mungu ikiwa hatujaguzwa na hiyo divei. Bwana asifiwe sana. Ambapo tunataka tuelezee sana, ambapo hata Yesu Kristo mwenyewe aliongea kuhusu hilo jambo kwa umakini sana, na ndio tukaweze kuwa. Kwa hivyo akawaambia, mtakuwa watu wangu baada ya kuguzwa na baada ya kuingia katika hiyo agano. Na unasikia hilo agano, hata Ezekiel anadescribe, anasema, and I will put my spirit within you, hallelujah, and cause you to walk in my statutes. Afanye wakaweze kutembea katika maagizo ya Mungu, and you shall keep my judgment and do them. Hallelujah. Kwa hivyo kuna mambo makubwa sana yanayobadilika, na kuna mambo ambayo Yesu Kristo ilo agano ambalo lilikuwa na Yesu Kristo analileta, litaleta katika mioyoni mwao, ambayo katika ile kipindi mambo hayo hayakuwepo. Bwana asifiwe. Na unaona kwamba ule ni unabii, na unaona kwamba hata Yesu Kristo alipofunuliwa na akaanza kuhubiri, wale wanafunzi wake ambao aliowachukua wote walikuwa Waisraeli. Bwana asifiwe sana. Na bado alipokuwa anawachukua, bado walikuwa watu wako bado chini ya agano lile la kale. Bwana asifiwe sana. By the way, hata unaona kwamba hata Yesu Kristo mwenyewe anapotolewa, anapozaliwa, mnaona anapelekwa circumcision 8 days, the male circumcision ya Israel, ambayo ilikuwa covenant ya Israel na Abraham. Kwa hivyo hata Bwana Yesu Kristo anakuja bado akiwa katika zile chini ya covenant. Bwana asifiwe sana. Na unaona kwamba hata vile ambavyo dedication ya mtoto inafanywa mtoto akizaliwa, hata Yesu
enda kuwa dedicated in the temple of Solomon, the same thing. Bwana asifiwe sana. Although sisi tunaweza kuelewa why, kwa nini Yesu Kristo alifanyika hivyo. Bwana asifiwe sana. Until hata wakati mwingine Yesu akitenda miujiza alikuwa anawaambia, endeni katika hekalu mkafanye jinsi ambavyo makuhani wameshawaambia. Kwa sababu mtu akitendewa muujiza, kuna sadaka fulani alikuwa anapeleka ya shukrani katika Agano la Kale. Bwana asifiwe sana. Lakini tunajua kwamba kusudi ambapo Yesu Kristo katika Agano la Kale na wanafunzi wake, there was a reason. Hebu tuangalie Galatians kabla tujaingia sana. Hebu angalia Galatians, kitabu cha Wagalatia. Bwana asifiwe. Angalia kitabu cha Wagalatia, Wagalatia chapter 3. Hallelujah. No, chapter 4. Chapter 4. Angalia kitabu cha Wagalatia chapter 4, verse 4. Wacha tuanze verse 4. Bwana asifiwe. Tusome verse 4. Kwa hivyo unaona kwamba ile agano ambayo tunasema kwamba Yeremia anasema itabadilishwa, kwa sababu ile agano haikuwa na nguvu na ilikuwa inafanya watu wasi understand. Na unaona kwamba hata Yesu anakuja chini ya inasema hivi, but when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Bwana asifiwe sana. So unasikia Yesu bado amekuja under the law. Under the law ni kumaanisha kwamba under the first covenant. Alikuja under ile agano la kwanza. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Under the law. Alafu anasema kwamba to redeem them that were under the law. Lakini unaona kwamba Yesu ndio akuje chini ya sheria. It is to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio sasa tuwe watu wa Mungu. That means kama hangeredeem, Mungu hangepata mtu yoyote, hata Israeli wale ambao alikuwa amewachagua. Na unajua kwamba election ya Israel iliishia Abraham, Isaac and Jacob. Bwana asifiwe sana. Walipoingia na watoto wa Jacob. Lakini walipokuwa wanatoka Misri na ukaona ati Musa amepanda mlimani na ameanza kuwapea sheria, ndio hapo Israeli Mungu akaanza kusema kwamba hawa, ijapokuwa anakumbuka baba yao ambao ni Abraham, ambao alifanya covenant na wao, akasema kwamba hawa sio watu wangu tena until agano libadilishwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo Abraham alipokuwa na operate, Abraham alikuwa na operate katika New Testament, New Covenant, kwa sababu sheria ya Mungu ilikuwa ndani ya Abraham. Bwana asifiwe. Na ndio unaona Abraham, ukiangalia moyo wake haukuwa umetiwa giza. Bwana asifiwe sana. Hii giza ambayo unasikia nani? Unasikia huyu anaitwa Isaiah anaitabiri na anaiongea giza. Anaambia kwamba enda ufunge watu hawa macho wasielewe. Abraham hakuwa ametiwa hiyo giza. Isaac hakuwa ametiwa hiyo giza. Hata Jacob hakuwa ametiwa hiyo giza. Niliona kwamba wale walikuwa wanaongeleshwa na Mungu, wale walikuwa wanaelewa mapenzi ya Mungu, na wale walikuwa wanatii Mungu. Lakini Musa katika jangwani alipopeleka ile covenant ya tablet na akaivuja, Israeli from there wakakosa kuwa watu wake. Bwana asifiwe sana. Na ndio Biblia inasema kwamba wakawa katika sheria na Mungu akawa Mungu wa kujificha
na Mungu hakufanya mambo katika shadow. Na ndio unaona kwamba hata Musa aliambiwa, kwa sababu watu hawa wamekuwa mbali sana na mimi, hata watengenezee mahali na uambie hapo ndipo enzi. Hizi vitu ambao sasa zikiwekwa katika nyumba kama hii, kila mtu ataogopa. Israeli ikaanza kuwekewa cherubims ambazo wametengenezwa na materials za dunia, na kwa hivyo Mungu akawa ameanza kujificha kabisa, kwa sababu unajua kwamba naturally Mungu hajifichiangi watu wake. Bwana asifiwe sana. Mungu hajifichiangi watu wake, anakuanga miongoni mwa watu wake. So ndio unaona kwamba hata Yesu Kristo mwana wa Mungu, unaona kwamba wakati Mungu anamtuma bado katika chini ya ile agano. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio unaona kwamba mambo yote ambayo ile agano ilikuwa ina dictate, Yesu Kristo alifanyiwa, lakini kusudi akaweze kukomboa watu ambao wako katika giza nzito sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Giza nzito sana, darkness ambayo unasikia kwanza alikuwa anataka kuanza Israeli hiyo darkness kudeal nayo kutoka Israeli. Bwana asifiwe sana. Wacha tusome kwanza, of course. Kwa hivyo tumemaliza hii, tumesema kwamba tumesoma verse 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Bwana asifiwe sana. Amen. So nasikia his son, made of a woman, made under the law. Verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Bwana asifiwe sana. Amen. So unasikia kwamba kile Yesu anataka kureveal ndio kinatufanya tuwe sons of God. Hallelujah. Tuwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na unajua watu wa Mungu wanafanana na Mungu. Kusudi mtu aitwe mtu wa Mungu ni kufanana na Mungu. Hallelujah. So Yesu Kristo sasa ndiye anakuja chini na ndio kwanza deal na giza. Aanze kudeal na giza ile ambayo ilikuwa prophesied na Isaiah, ile giza ambayo wakati Musa anaongelesha wana wa Israeli hawakuwa wanaelewa na hawakuipata, adili na hiyo giza. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia kitabu cha Luke chapter 4, hebu tuangalie Luke chapter 4. Let me trace Luke chapter 4. Hallelujah. I think it's Luke chapter 4. Let me check cross check that scripture. Kwa hivyo unasikia kwamba mission ya Yesu Kristo anakuja under the law, made of a woman and under the law. Bwana asifiwe sana. Ili akaweze kukomboa wale ambao waliokuwa chini ya sheria. Bwana asifiwe sana. Wacha tusome, let me try and see and locate that scripture. Hallelujah. But here and wacha tusome mstari wa 10 na chapter 4 mstari wa 14. Bwana asifiwe sana. Chapter 4 mstari wa 14 inasema, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out fame of him through all the region round about. And he taught in their synagogues, being glorified of all. And he came to Nazareth, and where he had been brought up.
and his custom, where he has been brought up, and his custom was. Customs ni mambo ya Bwana asifiwe sana. Ni mambo ya mila. Mila yake mahali ilikuwa. Bwana asifiwe sana. He went into the synagogues on the Sabbath day and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor, and has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, and set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." Bwana asifiwe sana. Verse 20 inasema, "And he closed the book and gave it again to the minister and sat down. The eyes of all of them that were in the synagogues were fastened on him. And they began to say unto them, and he began to say unto them, this day is the scripture fulfilled in your ears." Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So unaona kwamba hapa ndipo Yesu Kristo alipoanza ile huduma na akaanza kufungua watu macho. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka kwamba amekuja right katika chini ya agano lile linaitwa agano la kale, ambalo unasikia kwamba Isaiah alisema kwamba itakuwa dark na target kwa sababu na ile darkness ambayo Bwana alikuwa anaongea hapa, alikuwa anaongea spiritual darkness. Bwana asifiwe sana. Na wakati wote mtu anasema kwamba huyu mtu ako na spiritual darkness, mtu akiwa na spiritual agiza ya kiroho, number one, hakuangi anaelewa. Bwana asifiwe sana. Na ndio spiritual darkness ya agano la kale ilileta, haikuwa na any understanding. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye ako na spiritual na unajua kwamba understanding, it is understanding the will of God. Na tunajua kwamba we can only understand the will of God through scriptures, katika maandiko. Bwana asifiwe sana. So ile understanding ile giza iliachilia kwamba Israeli ndio wasiwe watu wa Mungu, walikosa understanding, na Mungu akasema, these are not my people, I look for my people through Jesus. Lakini huyo Yesu lazima, unasikia kwamba alikuja chini ya sheria, na manake ni kumaanisha kwamba imagine Yesu Kristo, na unajua sheria means darkness, ati alikuja katika wingu zito la giza ili kwamba akomboe wale walio giza. Na ndio kwamba tunashangaa sana, hata Yesu Kristo alipotukomboa hakuna mtu alikombolewa mwaka sana. Bwana asifiwe sana. Yesu alitunyemelea tukiwa giza. Hallelujah. Na unasikia kwanza hapo anaongea kuhusu rescue. Na rescue nyingine ambao ni very tricky. Unajua kuna rescue ya kuwasha mwangaza. Ati wewe hebu nione, na unaashiwa torch, unaona kwamba this let me be. Lakini rescue hii ati anakuja bado haashi mwangaza. Ni kama hataki awe detected. Anakuja in the midst of darkness, anakushika mkono, anakuondoa katika giza. Hii ndio rescue ambayo Yesu Kristo. Kwa sababu kwa nini unaona Bwana anasema kwamba he came under the law
na roho ni darkness. Bwana asifiwe sana. Na ili akaweze kuredeem ama kurescue watu wale ambao waliokuwa katika giza. Bwana asifiwe sana. Na ndio Bwana kitu cha kwanza alifanywa awe katika chini ya sheria, na ndio giza ya sheria. Na tutazidi kuelewa sana giza ya sheria. Of course ni mafuta ya kale. Unaposikia kwamba divai ya kale, Bwana asifiwe sana, ni giza ya sheria. Na unaposikia kwamba divai mpya, na unajua kwamba divai ya kale, of course unajua kwamba ilikuwa na kuvumilia dhambi. Wakati wa kale mambo hayo hayakuwa mazito sana, kwa sababu ilikuwa inahitaji only kuhani aende mara moja kwa mwaka akaweze kuwatoa katika dhambi. Watu hawakuwa serious na Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika ile divai ya kale, lakini Bwana analeta divai nyingine mpya, na divai mpya sasa inaungamanishwa na agano jipya. Bwana asifiwe sana. Na ndio unaona kwamba mtu yote alijaribu kudemand divai mpya katika agano la kale, ilikuwa hatari sana, kwa sababu hata Yesu alisema kwamba they cannot agree, kwa sababu utajaribu kushanganya hapa sheria na uchanganya hapa kitu kipya, italeta shida. Na ndio akasema kwamba lazima kiriba kifanywe kipya na vile vile divai ifanywe jipya. So na ndio naanza kuifanya ni Kristo. Lakini yeye Mungu unaona kwamba strategically, kwa sababu alijua kwamba hii agano wakati niliyoitangaza la kale, nilitangaza darkness upon my people, na nikawa denounce because of darkness. Bwana asifiwe sana. Na nilishaka sana, utaona katika scripture, kwa kusudi lake mwenyewe akafanya mioyo yao iwe dark. Bwana asifiwe sana. Yaani giza ambayo inaletwa na Mungu ni hatari sana, akaileta kwao. Isaiah. Bwana, let me show you vile kwanza soma Romans 1. Course ndio uelewe step by step wakati tuna unveil hili neno. Bwana asifiwe. Na uone kwamba baraka ile ambayo tuko nayo, kwa sababu hili neno la tunafundisha wakati mwingine anatuonyesha baraka ile ambayo tuko nayo sasa hivi. Bwana asifiwe sana. Angalia Romans chapter 1. Romans chapter 1. The book of Romans chapter 1. Tusome mstari Romans chapter 1. Tusome mstari wa 19. Bwana asifiwe sana. Romans chapter 1 tusome mstari wa 19. Lakini verse 18 inasema, Romans chapter 1 verse 18 inasema, for the love of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Verse 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God has shewed it into them. Verse 20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Verse 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Bwana asifiwe sana. Professing themselves to be wise, they became fools.
Mungu ananena kuhusu nani hapa? Ama Paulo anapoandikia Warumi ananena kuhusu nani? Ananena kuhusu Israeli. Bwana asifiwe sana. Na anasema kwamba mioyo yao ilitiwa giza. Na ndio unaona kwamba anga Isaya anaambiwa tabiri, uambia kwamba wao watu waone lakini wasipasive. Bwana asifiwe sana. Hao watu wasikie lakini wasielewe. Kwa hivyo Mungu alikuwa anasema kwamba hawa watu kwa makusudi na kwa mpango na kwa kusudi akawatia giza ndani yao. Bwana asifiwe sana. Na ndio Yesu Kristo anapokuja aje katika nuru, aje katika sheria. Bwana asifiwe sana. Tumesoma, tumeona kwamba watu ambao walikuwa gizani nzito, Yesu Kristo akaja kwao, bado anazaliwa na ile njia tu ya sheria ya giza, under darkness, na ndio arescue watu ambao wako na darkness. Na nilishangaa sana hapa kwa sababu mwangaza wake. Bwana asifiwe sana. Hapa wakati anapokuja rescue ya Yesu Kristo hapa, ndio nilishangaa kwa sababu haikuwa ile ya kuwasha mwangaza kwanza. Na ndio unaona kwamba walipo kwanza Yesu walishangaa naye wakati alifungua hii scripture mara ya kwanza, na ndio walishangaa, who is this? Lakini all that years walikuwa wanamuita tu mwana wa Joseph, mwana wa Yusufu. Hawamtambui kwa sababu wanaona kwamba anaenda synagogue kama kawaida, anaadhimisha sabato kama kawaida. Bwana asifiwe sana. Alipozaliwa alipashwa tohara siku 8, na vile vile hata alipozaliwa alipelekwa hekalu la Suleimani akatolewa kila kitu. So alikuwa bado unaona kama vile amekaa na kuna mtu bado kumbe lengo. Na niliona kwamba nilishangaa sana kwamba hata mahali Yesu Kristo alipoanza huduma yake, haleluya. Let me cross check it very fast because this is only foundation before I mention very few things. Bado turudi katika Luka. Bwana asifiwe sana. Turudi katika Luka. I try and see that scripture. Bwana asifiwe sana. I think it is Luke chapter. Hallelujah. Let me try and see. Of course, kwa sababu tunataka tu unveil kitu ambacho ni muhimu sana. Kitu ambacho ni muhimu sana kwa maisha yetu na kuzidi kuangalia ile baraka ambayo Yesu Kristo ametukirimia. Bwana asifiwe. Let me just see. Let me just see. Hallelujah. I think I cannot locate the scripture now, but mahali ambapo Yesu Kristo alipoanza huduma yake ndio mahali pale ninaangalia. Bwana asifiwe sana. Uone jinsi ambavyo Yesu Kristo alitimiza unabii wa Naftali na wa Isaya, jinsi ambavyo alivyokuwa. Haleluya. Lakini wacha tuendelee, tutaangalia hiyo scripture na tutaipata na nitaielezea zaidi. Lakini wacha niseme ya kwamba so Yesu alipokuwa anaanza huduma, unaona kwamba hata alijenga unabii wa Isaya ambao ulikuwa unasema kwamba watu ambao wameketi katika gizani, watu wale wameona mwangaza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wataona mwangaza. Kwa hivyo unaona kwamba mission yake alienda gizani, akawa katika anakuja akiwa gizani na ana rescue katika. Na unajua hiyo rescue ni hatari sana. Ni kama alikuwa anataka kufanya enemy asidetect katika vyovyote vile, na adui asijue kwamba ni nini kinachofanyika, na alikuja kwa Israeli.
kwa sababu Israeli ilikuwa always in darkness, na Bwana akaanza kuhubiri. Haleluya! Na tumeona kwamba alikuja chini ya sheria. Hii ni muhimu sana. Alikuja, alizaliwa na mwanamke, na vile vile akaja chini ya sheria. Na kuja chini ya sheria, nimesema kwamba ni kuja chini ya giza, ili kwamba akomboe wale walio giza. Na ile giza ambayo Bwana alikuwa anataka kutukomboa kutoka kwake ni giza ya moyo. Na giza, tunapoongea kuhusu giza ya moyo, ni kutokuelewa mapenzi yake, ni kutokuelewa maandiko, ni kutokuelewa kusudi lake, ambayo Israeli hawakuwa wanaelewa. Bwana asifiwe sana. Walikuwa watu ambao hawaelewi. Tena ni kutokuona baraka zake, ni kutokuona kile ambacho Bwana ametayarishia. Hiyo ilikuwa imejaa katika moyo wa Israeli. Lakini Bwana akasema atabadilisha agano, na atakapobadilisha agano, kitu cha kwanza katika agano kile italeta kuelewa. Na ndio kubadilishwa kwa agano kule akaita divine mpya, ambayo unaona kwamba inaleta understanding. Ndio unaona kwamba Yeremia akatabiri ya kwamba hiyo divine itakuja. Vile vile Ezekiel akatabiri ile divine itakuja. Bwana asifiwe sana. So unaona kwamba hata jinsi Yesu Kristo anakuja chini ya sheria. Unaona kuja kuona kwamba kama Yesu Kristo alikuja chini ya sheria, ndio unaona kwamba hata kabla hajaendeleza huduma yake sana, mahali alipochagua wanafunzi wake, alichagua wanafunzi wake ambao wako chini ya sheria kwa sababu Yesu Kristo hakufanya kazi na any Gentile by that time. Wakati kwanza mission yake alianza na watu wa Israeli bado ambao giza iko juu yao. Na ndio unaona kwamba anapochagua Petro, anapochagua Nathaniel, anapochagua Andrew, anapochagua John, Matthew, watu hawa bado wako chini ya sheria. Bwana asifiwe sana. So unaona kwamba bado kwa sababu ya ule unabii wa Isaiah bado wako chini ya sheria na bado wako chini ya giza. Bado hawaelewi. Lakini Yesu kwa sababu ako katika ile mission, ndio Bwana akaanza kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati Bwana alipozidi kunena, tusome Bible tuone ya kwamba jinsi ya wakati Yesu ameanza mission. Haleluya. Kwanza akatarget akina Peter, akatarget wanafunzi wake, na ili kwanza wakaweze kutoka katika ile giza. Tusome kitabu cha Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. So step by step ndio tunaona ya kwamba kazi ile ambayo neno la siku ya leo ni kuona ya kwamba kazi ile ambayo Yesu Kristo ameifanya ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Na kujua kwamba Bwana ametusaidia sana na ametusimamisha sana. Haleluya. Na tunaona kwamba Yesu Kristo alipokuwa ameanza kuhubiri na ameanza kunena, na umesikia kwamba mission ile ambayo amekuja nayo ni ya kuleta a very good wine of understanding. Na ndio kwanza akatarget watu wa giza. Haleluya. Angalia Matthew chapter 4, not chapter 9. Angalia chapter Matthew chapter 4. Tusome mstari wa 12. Matthew chapter 4 mstari wa 12. Inasema, Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. Na tulielewa kwamba wanafunzi wengi wa Yesu Kristo walikuwa sio wengi, wote wa Yesu Kristo walikuwa wa Galilaya. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Yesu Kristo akaenda Galilaya, na sasa ameenda kuanza mission. Na wale kwanza ambao alipata kule walikuwa wanafunzi wake. Haleluya. Anasema hivi verse 13.
And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the coast, in the border of Zabulon and Naphtali, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. The people which sat in darkness saw great light. Bwana asifiwe. Amen. And to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Hallelujah. Amen. So unaona kwamba Bwana anasema kwamba akatimiza unabii wa Isaiah, akaenda kutarget mahali giza iko, na mahali pale bado ndipo aliitia wanafunzi wake. Bwana asifiwe. Amen. Na ili akaweze kuwatoa katika giza ambayo ilikuwa imetabiriwa na Isaiah, na ndio hawa watu wapate adoption na wapate kuwa watu na wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu bila hii hawangekuwa wana wa Mungu. Na ndio kwamba Yesu akawatarget. Walikuwa wameketi katika giza, na Yesu akaanza kuwaelezea kazi kubwa sana, kwa sababu wakati Mungu anapigana, hakuna kazi kubwa sana ya Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu kama kupigana na giza ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe. Hiyo ndio enmity number one. Na enmity, na unaona kwamba kama Yesu ameshinda vita ya giza ndani ya moyo wako, basi umeshinda vita vyote. Kwa sababu vita ya kwanza ambayo Yesu Kristo alideclare ni vita ya giza. Unaona kwamba giza hii ambayo Bwana alikuwa anapigana nayo ni giza ya kutoelewa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Unajua, I can't locate that scripture, but it's somewhere. Unajua kuna scripture inasema katika Proverbs ati ni heri ukutane na ile kitu inaitwa bear akiwa ametupa watoto wake vile anakuona nimekasirika, kuliko ukutane na mjinga asiyoelewa. Ati ni heri ukutane na bear na ule ukali wake ikiwa imetupa watoto, kuliko ukutane na mjinga asiyeelewa. Hiyo giza ilikuwa nzito sana, kwa sababu mtu asiyeelewa hupoteza urithi wake, mtu asiyeelewa hupoteza umilele wake na ako nayo. Bwana asifiwe. Hupoteza mambo mengi sana. Na ndio unaona kwamba Mungu kazi ya kwanza alikuwa war with darkness, ambayo ilikuwa imetabiriwa. Na ndio Yesu akaelekeza huduma yake pale na akapata wanafunzi wake. Na Bwana akaendelea kueleza, although somehow ilikuwa safari ndefu sana. Na wote niwaambie kanisa, utaona kwamba sasa tumeokoka, na hadi sisi tumalizie safari, vita inakuwa nzito sana ya giza, kupigana na giza. Bwana asifiwe sana. Ndani ya mioyo, although kwa sababu ya mafuta ambayo Bwana unasikia kwamba amepromise, ama ile divai ambayo amepromise, kuna wepesi wa kupigana na ile giza katika mioyo. Na Yesu Kristo akaanza ile vita, na unasikia kwamba amekuja chini ya giza na ili akaweze kuwakomboa. Hebu tusome zaidi. Yesu akaanza kazi. Haleluya. Galatians chapter 5. Haleluya. Kwa hivyo ako chini ya sheria,
Na unaona kwamba amekuja, wacha nitumie hili jina, hibernating, hajajulikana. Until hata wakati mmoja watu wakajaribu wakataka kudetect yeye, lakini akamwambia hebu tusome hapa. Tusome chapter 5, angalia chapter 5. Verse Bwana asifiwe sana. Wacha tusome chapter 5. I am reading which verse? Let me check the verse that I want to read. Chapter 5. Hallelujah. 17. Bwana asifiwe sana. Matthew chapter 5 verse 17. Are you there? Tunaenda pole pole, tunataka tuwe Bible study, Bible teaching. Angalia Matthew chapter 5 verse 17. Think not that I am come to destroy the law. Nasikia Yesu vile anasema, all the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Hallelujah. Amen. Na niliona kwamba Yesu alituambia, wacha niwaambie, Yesu alituambia kitu kimoja, tuwe na hekima kama nyoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuwe na hekima kama nyoka na tukose ubaya kama ua ama ile inaitwa dawa. Na vile vile kuna mahali Yesu aliambia Petro ya kwamba, unajua Petro alikuwa mtega samaki, na akamwambia ya kwamba Joe, I'll make you the teachers of men. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa anampa the secret, jinsi ambavyo aficha anafanyaga ndiye atege samaki. Na hakuna mtu ambaye anaweza kuwa anatega samaki awe mjinga, aweke duano bila aweke duano na aoneshi samaki ni kupotea, itapotea. Bwana asifiwe sana. So unaona hapa Yesu amekuja kudestroy kitu. Hallelujah. Na yeye anasema amekuja kufulfill, kwa sababu alipoanza kuhubiri walianza kwa huyu mtu atakuwa kinyume na sheria, lakini ile sheria bado akaisupport, kwa sababu alijua kwamba hapa atakapowafungua macho watajua kwamba hii sheria haikuwa sheria vile ilivyo. Ilikuwa mwangaza mkuu sana wa Mungu, kwa sababu ni katika hiyo sheria ambapo Mungu alitabiri na akanena kuhusu the right to the world. Ni katika hiyo sheria Mungu alitangaza akasema kwamba the voice to the nations of the earth. Na ndio Yesu anawaambia wanafunzi wake step by step, anawaambia, think not that I have come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Verily I say unto you, till heaven and earth pass, no jot or a little small a title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Bwana asifiwe sana. So Yesu akazidi kunena. Nakumbuka sana amekuja kwa watu ambao wamekaa katika giza. Na sisi wote tumesoma katika maandiko jinsi ambavyo Yesu Kristo alipata taabu akifundisha neno. Na vile mwana wa Mungu alisubuka, alikuwa anaelezea hawaelewi. Na unaona hata Yesu akaanza kufundisha na mifano, angalau alete mambo mazito ayafanye mepesi hata watu wakaweze kuelewa. Lakini bado understanding haikuwepo, na kukawa na shida kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu bado operation ya ile giza ilikuwa, lakini mwana wa Mungu anaipigana nayo, anaelezea. Na kwanza akaanza kuhubiri akasema kwamba mimi ndiye yule ambaye mnamwenzi sana. Musa alinena kunihusu mimi. Akaendelea na haeleweki. Bwana asifiwe sana. Wanafunzi wake, wacha niwaambie kitu kimoja. Wanafunzi wa Yesu Kristo, wakati Yesu Kristo alipokuwa amewaita, aliwaita kwa sababu walikuwa zealous. Na wacha niseme kitu kimoja. Yesu Kristo alikuwa amewachagua, lakini bado hawakuwa wamemuelewa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wacha niwaambie, kuna uwezekano mtu atembee na Yesu Kristo lakini bado hajamuelewa. Na ndio unaona kwamba Peter wakaitwa, na unajua kwamba wengine walikuwa wanafunzi wa John.
wakaitwa wakasema kwamba unajua Israeli walikuwa na tabia fulani ya kwamba kama wewe ni kuhani mkuu ambaye ako na influence kama Paulo, kama Sauli, ulikuwa unapata wafuasi. Bwana asifiwe sana. Kama Sauli katika Israeli, kwa sababu ya uzito wake wa sheria na jinsi ambavyo alivyokuwa anajua sheria, alikuwa anapata wafuasi. So unaona kwamba Yesu mwana wa Mungu anapowaita bado hawajaelewa, wanafikiria kwamba tumechange huduma kutoka ya John na tumeingia huduma ya Yesu. Bado hawajaelewa na wakaendelea kufuata, na ninaona kwamba mambo mengi sana ya mwili na ya kutoelewa ile huduma jinsi kile inakusudia kufanya ilijitokeza sana katika ile huduma. Lakini Bwana akazidi kuendelea na anapoendelea kumaliza kazi, na ndio sasa unajua kwamba Yesu Kristo anapoenda kumaliza kazi, hapo ndio atakapobadilisha agano na aondoe lile agano la giza kabisa na aingize agano la mwangaza. Bwana asifiwe. Alipokuwa anamalizia kazi, hebu tusome kitabu cha Luka. Tusome kitabu cha Luka. Safari ni ndefu sana. Unaona kwamba Yesu alitaka sana kwa wafunguke macho na wakaweze kuona. Hebu angalia Luke chapter 24. Luke chapter 24. Hallelujah. Na Luke chapter 24 ni baada ya Yesu Kristo ameshakufa na ameshafufuka. Bwana asifiwe sana. Na wakati Yesu Kristo ameshakufa na amefufuka, sasa ni kumaanisha kwamba agano la kale limemalizwa. Bwana asifiwe sana. Ijapokuwa unaona kwamba Israeli kwa sababu ya kutokubali hiyo, ndio unaona kwamba hawapo watu wa Mungu. Lakini kuna baadhi ya watu wa Israeli ambao waliokubali. Na watu wa kwanza walikuwa wanafunzi wake. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome chapter 24 verse 25. Ama wacha tuanze mstari wa 44. Luke chapter 24 verse 44. Luke 24 verse 44 inasema, and he said unto them, these are the words which I spoke unto you while I was with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Bwana asifiwe. Unajua giza ni kitu kibaya sana, ati ya kwamba inaweza kuwa imeandikwa kuhusu yule ambaye waliokuwa naye na hawakuwa wanajua. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya giza, kwa sababu giza inafanyanga mtu asijue, asielewe, asimakinike. Na hata giza inafanyanga mtu apitwe na visitation. Wakati Mungu anatembelea watu wake, unapitwa kwa sababu hauelewi. Ni kama saa hizi unaona kwamba Yesu jinsi anavyovivia kanisa. Yesu ana revive kanisa. Lakini sio wote ambao wanakuwa revive kwa sababu ya darkness. Bwana anapita. Giza inafanyanga mtu wa miss season. Na unajua mtu akimiss season ya Bwana ata miss hata season ya rapture. Ata miss season sana. So unaona kwamba hii giza ikafanya wa miss mambo mengi sana. Although sasa wanafunzi wa Yesu Kristo baada ya Yesu Kristo kufufuka, ndio anawakuta anawaambia ati ilikuwa imeandikwa. Mambo hayo yote ambayo mmefanya yamefanyika. Ati imagine ilikuwa katika Musa yule ambaye mmesifu. Hallelujah. That was a surprise. Na kama that was a very big surprise to Israel. Ati mambo yale yote ambayo yamenihusu yalikuwa yameandikwa katika Musa. Musa ambaye tuliimba hata nyimbo zake. Musa hawakuwa wanaona.
mambo yote ambayo yamenifanyikia manabii walikuwa wameinena. Na ugeguza mambo ya manabii katika Israeli, wangekupiga mawe kwa vile walikuwa wameheshimu manabii. Na yetu kuhusu mwangaza huu manabii walikuwa wameunena. Zaburi! Na unajua Israeli ilikuwa inaimba zaburi. Zamani hizi nyimbo ambazo tunaimba hapa kanisani, tunaimba tenzi, tunaimba hymns, tunaimba spiritual songs. Zamani Israeli ilikuwa inaimba zaburi kama wimbo, inaitwa wimbo wa David, wimbo wa Daudi, na ndio zilikuwa nyimbo zao. Na wanashangaa sana kwamba ati walikuwa wanamuimba kuhusu Yesu Kristo na wako wanajua. Na ndio Yesu sasa akaanza kuwaambia plainly ati mambo haya yote ambayo yamenitendekea yalikuwa yameandikwa. Na hapo ndio alianza kuwaonyesha, na mahali pa kwanza ambapo Yesu Kristo Israeli alisucceed kutoa giza nzito. Hebu tusome zaidi. Kama tumalize nisema kwamba then opened their understanding that they might understand the scriptures, and said unto them, that is written, and that is behold, Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And you are my witness of these things. Hallelujah. So unaona kwamba Yesu akawafungua macho, akawafungua masikio, na akatoa giza ambayo ilikuwa ndani ya mioyo yao. Na eventually unaona kwamba akawaambia kumbe msamaha wa dhambi uko. Haleluya. Na kumbe hata kuna ondoleo la dhambi. Na ndio kaelewa hata purpose ya kufa kwa Yesu Kristo msalabani. Na ndio naona wapendwa, mtu asipoelewa, asipotiwa ile nuru, akaweze kuelewa hata kusudi la Yesu Kristo kufa msalabani, mtu hawezi kulielewa kwa sababu ya giza kuwa moyoni. Na ndio nimwambia kwamba vita kubwa sana ambayo Mungu hata saizi anapigana ni kutoa ile giza moyoni. Bwana asifiwe sana. So Yesu finally baadaye sasa katika akalipobadilisha agano kwa sababu ya damu yake, Bible inasema kwamba hata divai ikabadilika. Sasa akawatoa katika giza na akawaingiza katika ulimwengu wa kuelewa. Bwana asifiwe. Na saa hizi wapendwa, tunaposimama hapa ya kwamba tuko katika hiyo dispensation ya kuelewa na kupata understanding ya mapenzi ya Mungu. Haleluya. Na unaona hii giza ilikuwa kubwa sana kwa sababu ilihitaji mtu aje chini ya giza na ndio akaweze kutoa watu katika giza. Na nilimwambia kitu cha kwanza, mtu akitaka aseme ya kwamba ana mwangaza wa Yesu Kristo, understanding ndio inakuwa kitu cha kwanza. Haleluya. Na anapoelewa, na ilikuwa inaitwa dispensation, kubadilika. Bwana sifu. Wacha tusome zaidi. Tusome zaidi tunapomalizia. Angalia kitabu cha Ephesians. Angalia kitabu cha Waefeso. Kwa hivyo ndio tukaweze kupata wana wa Mungu. So lazima tuelewe haya kwa undani sana ya kwamba divai ya Ephesians. Tuangalie kitabu cha Waefeso chapter 2. Ephesians chapter 2. Hallelujah. No, Ephesians chapter 1. Angalia Ephesians chapter 1. Hallelujah. Ephesians chapter 1. So Yesu Kristo akaleta kitu kinaitwa mwangaza katika mioyo yao. Mwangaza ukiingia katika moyo wako, unakuanga mwepesi wa kuelewa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Huo ndio inaitwa mwangaza. Ndio huyo inaitwa mwangaza unaoletwa na divai. Yaani divai hiyo inaleta mwangaza, wepesi wa kuelewa mapenzi ya Mungu, neno la Mungu. Na ndio sasa wakaelewa
ya kwamba mambo haya yametendeka Jerusalem, Yesu akafa na kweli amefufuka. Yalikuwa katika Musa, yalikuwa katika manabii na yalikuwa katika Zaburi. Wakaelewa. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio naona kwamba niliwaambia wakati mwingine hapa, watu wale ambao huenda mbinguni hakukuangi na kitu chochote surprise. Hell ndio mtu anasitukanga, ni wapi niko huku. Lakini mbinguni kuna kuanga na kuelewa. Bwana asifiwe sana. Ndio niliwaambia kwamba hakuna mtu mbinguni anaulizanga kwamba ati hii barabara inaenda wapi. Yesu anataka kitu na unajua hiyo understanding tunaanzaga nayo hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Ndio niliwaambia kwamba hata mbinguni hautakuwa ukiuliza ati ya kwamba, na testimony zingine tumesikia wachana nini nazo. Unasikia kwamba mtu anasema kwamba ati nimeenda heaven na alibidi amuulize Yesu, nataka unionyeshe Musa. Mbinguni ukifika hauhitaji kuambiwa na mtu wake nione Musa. Musa unamjua directly, huyu ni Musa. Bwana asifiwe sana. Na si kwamba ati watu, na unajua kwamba Musa ako na features zake na Elia ako na features zake. Kwa sababu katika Transfiguration walisema kwamba Musa alikuwa pande hii na Elia pande hii. Kwa lakini hiyo understanding unaweza shangaa kwamba hiyo understanding iko juu sana. Ati ya kwamba una step uko unaelewa kila kitu. Bwana asifiwe. Amen. Ati haufunzwi. Ni kama vile Jeremiah alikuwa anasema kuna agano ambayo hamtakuwa mnafunzwa na mtu. Mtakuwa automatically unaelewa. Bwana asifiwe. Kwa sababu Yesu anapoondoa darkness, hata kuzijua njia za Mungu inakuwa kitu chepesi. Sasa hivi unaona kwamba watu na struggle. Nakwambia ni mwangaza tu wanahitaji. Ni light is shine. Na ndio unaona kwamba njia za Mungu kuzielewa. Kama vile unasikia mambo ya mbingu inaeleweka sawa sawa. Hauhitaji mtu akukwambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Imagine hata wacha nikwambie kitu kimoja. Hata mtu akienda mbinguni saa hii, kama kuna mtu alikufa katutangulia na hatukujua kwenye alienda, hautauliza mtu bado. Unajua automatically my sister is not here. Hallelujah. Wacha ni mbinguni hakunanga maswali. Wale watu mnasikia kwamba watu wanasema tunauliza maswali. Labda hajatolewa mawazo ya dunia. Na yeye tunaona mawazo ya dunia, mambo mengine automatically understanding. You don't ask any question. Kwa sababu unapewa moyo wa kuelewa. Na unajua moyo wa kuelewa inahitaji agano libadilishwe. Na ni anointing fulani ambao sasa hizi unasikia kwamba ni most celebrated inaitwa latter glory, latter anointing, divai ya nyakati za mwisho. Inaletanga powerful understanding. Mambo mengine hata ndio Bwana akasema kama hamtahitaji kufundishana 1 2 3. Kwa sababu mtu ambaye anafundishwa ni mtu ambaye haelewi. Lakini unasikia kwamba automatically kuelewa mapenzi ya Mungu na kuelewa njia za Mungu. Hallelujah. So unasikia kwamba ndio hapa Paulo anasema, tusome chapter 1 verse angalia chapter 1 Ephesians chapter 1 verse 16. Verse 15 nasema, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom, revelation in the knowledge of him. Bwana asifiwe sana. Katika kumjua yeye. Verse 18. The eyes of your understanding being enlightened. Nasikia macho ya kuelewa kwenu
being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Bwana asifiwe sana. So unasikia kwamba akataja kwamba macho ya kuelewa kwenu, kwa sababu this is the first miracle. This was the first thing Bwana alisucceed mission yake katika kanisa, ya kufungua macho ya kuelewa kwao. Bwana asifiwe sana. Na wakati macho ya kuelewa inafunguliwa, mtu anakuanga na a lot of understanding. Na understanding ni gani? Understanding the will of God. Na wakafunguliwa macho hapo. Bwana, cross check with me 2 Corinthians, as I am finishing. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. There is 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. About tuanze verse 5. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Hallelujah. Are we together? Inasema, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves servants of Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness. Hallelujah. Bwana asifiwe. Unajua light shining out of darkness, hiyo ni jambo ambalo linakushangaza sana. Mwangaza ambao unaangaza katika giza. Kwa hivyo unasikia kwamba giza bado iko, lakini bado mwangaza unaangaza. Because unasikia kwamba kunastahili kuwa ya kwamba ati wakati giza mwangaza huko, giza inapotea. Lakini hapa unasikia kwamba mwangaza unaoangaza katikati ya giza. Bwana asifiwe sana. Hii ilikuwa rescue mission kubwa sana. Ati Mungu akakomanda ya kwamba, sikiliza, for God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts. Na ile command ilikuwa ya kwamba wakati Yesu Kristo alizaliwa chini ya giza na ameenda katikati ya giza, na bado mwangaza umepatikana for the rescue. Lakini unasikia kwamba anasema kwamba for God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our heart, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Wakati mwangaza unawaka na wakati mwangaza unashine katika mioyo yetu, tunamwonanga Yesu Kristo jinsi alivyo. Haleluya. Na niliona kwamba Petro aliweza kusema kwamba wait a minute, saa hii ndio nimeelewa. Na akaweza kuelewa sasa Yesu Kristo vizuri. Tunasikia kwamba Paulo anasema kwamba to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Nataka kuelewa mtu vizuri, muelewe kwa uso. Na tunaona kwamba Yesu Kristo akaeleweka na wanafunzi wa Yesu Kristo. Na unaona kwamba wakati Yesu Kristo alieleweka na wanafunzi wa Yesu Kristo vizuri, baada ya kufunguliwa macho, mwangaza ukaangaza katika mioyo yao na giza ikatoka. Na ndio Paulo anasema hapa ati huo mwangaza umeshine ndani yetu.
tumemwona jinsi alivyo. Hakuna mtu anaweza kutenda neema ya Yesu Kristo jeuri, wala hakuna mtu anaweza kumchezea. Unaona watu wanacheza na Yesu kwa sababu mara nyingi sana hawajamuona, hawajamuelewa. Na ndio Bwana amesema kwamba katika mafuta ya nyakati za mwisho inaleta habari za kuelewa Yesu Kristo vizuri. Bwana asifiwe sana. Inafungua macho yetu ya kiroho na inafanya tukaweze kuelewa kwamba hata tunapomtumikia Yesu Kristo, it is not a business as usual. Bwana asifiwe. Ati wakati tumemwamini Yesu Kristo na tunasema kwamba tumeokoka, si jambo la kawaida, lakini kukutana na watu ambao mioyo yao bado imetiwa giza. Huyu Yesu Kristo hawamtumikii katika umakini na katika habari za kujitoa, kwa sababu bado haonekani. Na ndio Bwana nasema kwamba watu wote ambao mioyo yao bado iko na giza, na utaelewa moyo bado una giza, kama bado haujaelewa, haujamuona, haujamfahamu, haujamuelewa, watu wale sio wana wa Mungu. Tunaona kwamba mafuta ya nyakati za mwisho ambayo tumepata saa hii imeweza kuleta Yesu Kristo jinsi alivyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na katika habari za kumwona Yesu Kristo jinsi alivyo, katika habari za kumtumikia, tunamtumikia na njia tofauti sana. Kwa hivyo inategemea. Niliona kwamba hata wanafunzi walipoanza kazi, kama vile hii andiko inasema kwamba ati hiyo nuru imeshine katika mioyo yetu na inafanya tukaweza sasa kumuelewa, na hata kwa uso wake tukaweza kumuelewa, kwa sababu hapo ndipo walielewa, waliweza kuelewa maandiko jinsi ambavyo ilikuwa imenena kuhusu mwana wa Mungu na jinsi ambavyo ilivyokuwa imenena katika ufalme wa Mungu. Hawakutiwa giza tena katika maisha yao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na niliona kwamba, wacha niwaambie wapendwa, baada ya sisi kufunguliwa macho, haleluya, nimesoma inasema kwamba for God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts. Are you together? To give the light of the knowledge of Jesus, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Hata kuona utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Wakati mmoja Petro alifunguliwa macho partially walipokuwa katika transfiguration. Na unaona kwamba Yesu Kristo alikuwa mtu ambaye kwamba kama moyo wako bado uko na darkness, hauwezi kumjua. Bwana asifiwe sana. Si mnakumbuka kwamba alipokuwa anapelekana na wanafunzi wawili Emmaus, Bible inasema kwamba hapo anamjua kwa sababu bado darkness ilikuwa na yeye wanatembea na yeye. Ati alipoketi katika mezani akavunja mkate akasema ha! Wakastuka, si ndio? Na ukiangalia hata Israeli kuna watu wengi sana walipokuwa wanatembea na Yesu Kristo kwa karibu, lakini hawamjui. Lakini wacha macho ifunguke. Niliona hapa wanafunzi wanasema kwamba tumeshafungua mioyo yetu, imeshatiwa mwangaza na tumemuona jinsi alivyo. Bwana asifiwe. Na hakuna kitu kizuri kama kanisa ambayo imefunguliwa macho baada ya ile debate kuwaguza na wanamuona Yesu Kristo jinsi alivyo. Hakunanga mchezo. Wacha niwaambie, katika habari za wokovu hakunanga makubaliano, kwa sababu umemwona jinsi alivyo. Haleluya. Na zaidi ya yote umeona utukufu wake. Na ndio Petro anasema kwamba nyinyi hamjaiona majesty ile tuliyoshuhudia katika ule mlima, ilikuwa ya kushangaza, ya kwamba this son is so much glorified. Na hakuna kitu hatari kama giza ya moyo. Na ninasikia kwamba mafuta hii ya nyakati za mwisho
inakuja kuondoa hiyo giza ya moyo, na inafanya tukaweze kumwona Yesu Kristo jinsi alivyo. Wachungaji wamuone Yesu Kristo jinsi alivyo. Hawawezi kucheza na Injili. Bwana asifiwe sana. Amen. Hawawezi kucheza na huduma ya Kristo ya kumtumikia Yesu. Wakristo waone Yesu Kristo jinsi alivyo. Hawawezi kusita katika habari za kumtumikia. Hiyo majesty inashangazanga, ni darkness inafanyanga mtu asimuone. Unaona kama saa hizi watu wanakuanga wanawei mambo ya Yesu Kristo na mambo ya dunia. Na unaona kama ratili inaanguka katika mambo ya dunia zaidi. Lakini Yesu akiwa mbinguni anasema bado hawa wajeni. Wacha utiwe hiyo mwangaza ambayo ilitiwa Petro. Bwana asifiwe sana. Si mnakumbuka, wacha niwakumbushe vizuri kwa sababu tunajua hiyo story. Si mnakumbuka Sauli kabla hajabadilishwa alikuwa na persecute huyo Yesu sana, si ndio? Hata anaua Wakristo. Akipata wanaabudu anawaua. Akipata wanaabudu anawaua. Anawatesa. Lakini unaona alipokuwa anaenda Damascus, huo mwangaza uliposhine, Bible inasema kwamba mwangaza ulishine. Hiyo ndio light ambayo ilishine katika Petro wakati Yesu aliwafungua masikio waelewe scripture. Na waelewe alikuwa ameandikwa katika Zaburi, manabii na Musa. Hiyo mwangaza iliposhine kwa Saulu alianguka. Na baada jinsi ambavyo alivyomwelewa Yesu Kristo, alisema kwamba I am leading to not only to serve him, not only to suffer for him. Ndio mimi watu wengine wanajiuliza huyu Paulo kwa nini alikuwa na nguvu hivyo? Until ako katika prison. Na encouragement ambayo anaandika kutoka prison, unaweza shangaa huyo ni mtu anaishi kama Paris. Pastor mwingine anaweza hubiri hiyo neno akiwa tu Paris, akiwa ameweka gari yake kubwa pale, akiwa na suti kubwa, ndiye anatembea hivyo, anasema Mungu ni mwema. Kwa sababu lakini unaona kwamba hapo katika kifungo, na kifungo anasema tu nipe karamu na karatasi niandikie kanisa. Lakini unasoma encouragement hii ni ya mtu ambaye ako prison. Huyo ni mtu ambaye amemuona Yesu. Mateso unakuanga juu yake, persecution unakuanga juu yake, majaribu inakuanga juu yake. Hakuna kitu ambacho, kwa sababu ya jinsi ambavyo umemuona. Na unaona kwamba hata anapokuwa threatened na kifo, kwa sababu hata anaandikia I am not only to suffer for him but also to die. Hayo maneno hayawezi toka kwa mtu ambaye ako na giza. Mtu ambaye ako na giza lazima ata compromise at threat kidogo tu sana, a very small threat, small like this, lazima ata compromise wokovu wake. Ndio Yesu anasema kwamba katika mafuta ya nyakati za mwisho, kile ambacho imebeba katika nyakati za mwisho, imebeba hiyo enlightenment. Imebeba hiyo habari za kutiwa nuru katika moyo na kuwa very firm in him. Kwa sababu unaona utukufu ule ambao uko katika uso wake. Na hauwezi compromise hata kidogo. So wanafunzi wa Yesu Kristo, tunapomalizia, baada ya kuwa chini ya agano la giza, Bwana akaleta agano la mwangaza la kumjua na akawafungua macho. So simply, mafuta ama divai ya nyakati za mwisho, na kusudi unasikia Bwana anasema kwamba isiguswe. Kumbuka hili neno tulitoa katika Revelation chapter 6, ile ambayo ilisema kwamba mpanda farasi mweusi, black, anaambiwa touch not the oil and touch not the wine. Hata kusudi Mungu anasema kwamba usiiguze. Ndio tukaona kwanza ni kuhusu mafuta, last week tuliona kuhusu damu ya Yesu Kristo vile iko na nguvu. Na hata siku leo tunapoona divai, unaona kwamba ile divai ambayo ninaongea kuhusu hapa inaongezanga kitu kinaitwa value.
Haleluya. Kwa sababu mtu ambaye anayeona na mtu ambaye anayesikia na mtu ambaye anayeelewa kwa Mungu anakuwa very valuable, kwa sababu the adoption of son ameweza kuipata. Na ndio unaona kwa Bwana anasema kitu yote valuable, protect it. Na value ya kanisa inaponga pale. So walipoelewa na Bwana alipoona kwamba hawa watu wameanza kuelewa, ndio unasikia kwamba alikuwa anaita watu wake. Na eventually utajua kwamba hata kwa nini katika Revelation Mungu alisema katika ule mji, katika the foundation of the city, imagine the new city, the names of the 12 apostles will appear in all the foundations. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu unaona kwamba understanding unakafunguliwa macho. Kwa hivyo hata sisi katika kizazi hiki ndio tufanyike wana wa Mungu. Bwana ana choose wana katika kule kuelewa. Ndio unaona mpanda farasi anaambiwa usikuze mwenye akuna divai, kwa sababu ya value inaongezekanga. No wonder hata unasikia kwamba Bwana anatuita roho. Na ndio Mungu ukasirika sana na mtu ambaye ako enlightened anapoanguka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Because you become as a son. Hebu tusome tunapomalizia. We are finishing. Hallelujah by this. Angalia Hebrews also. So unasikia kwamba mtu ambaye ako na mafuta, kwa sababu ya ile understanding, watu wako gizani hawaelewi. Lakini wewe Yesu amekufanya uelewe. Na unasikia kwamba uko na value zaidi. Na wacha niwaambie tuko na value kama wewe Mungu amekufungua masikio. Bwana asifiwe. Amekufungua masikio ya kuelewa na uwezo wa kuelewa, anaongeza dhamana sana. Angalia verse 4 inasema Hebrews 6 verse 4. For it is impossible for those who were once enlightened. Sasa utaelewa enlightened ni kitu kubwa sana. Ni ultimate blessing, ni ultimate prize. Kwa sababu unajua Mungu akenlighten Kristo, Mungu anaweza kukutendea muujiza wake. Nakwambia Mungu anaweza kukubariki but you are not enlightened. Be careful. Mungu anaweza kukuponya but you are not enlightened. Bwana asifiwe. Amen. Hata Mungu anaweza kukufufua, ulikuwa umekufa akufufue but you are not enlightened. Lakini wakati Yesu ameku-enlighten, hiyo ndio baraka kubwa sana anaweza pea mwanadamu. Na hakuna value anakuanga nayo kwa mwanadamu kama mtu ambaye amekuwa enlightened. One like this. One. Na ndio naona kwamba tusiwahi pima baraka ya Mungu. Tusiwahi pima mwangaza wa Mungu na baraka. Yaani hizi vitu za kawaida. Mungu anaweza kukupa hiyo yote kwa sababu hata alipea Israeli literally everything. But ndani ya mioyo yao ilikuwa giza. Niliona kama ombi kubwa sana na Wakristo linastahili kuwa Mungu unitie uniweke mwangaza ndani yangu. Ijapokuwa saa hizi watu wanaomba vitu. Si kama vile Solomon alisema kwamba mimi nipe hekima. Aliomba mwangaza huo. Na niliona kwamba Yesu Kristo alituachia hiyo. So unaona hapa anasema once enlightened. Hiyo ni baraka kubwa sana. That is the ultimate blessing of God. Ultimate. Kama kuna mtu ameshaibarikiwa na Mungu dunia hii, ni mtu yule ambaye Mungu alikuja mwangaza moyo wako, akatoa giza akautia mwangaza na akafanya uelewe. Ndio unasikia hapa Bwana anaregrete anasema kwamba
it is impossible for those who are once enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the power of the world to come, if they fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to open shame. So unasikia kwamba Bwana anasema ya kwamba mtu akiwa enlightened akona value kubwa sana, na hiyo ndio blessing kubwa sana tunaweza kuwa tuna count katika the new oil, the new wine ambayo Yesu Kristo amerelease katika nyakati hizi za mwisho. Haleluya. Na hata wacha niwaambie kuwa katika huduma kama hii ambayo unakuja kuona kwamba the blessing, the most blessing ambayo tuko nayo sio vile tunapaka magari mengi sana pale nje, sio vile tuko na pesa nyingi, sio vile tuko na hiki na hiki, lakini the most good blessing ambayo Yesu Kristo ametubariki katika huduma hii ni kuwa enlightened, kwa sababu that is the ultimate blessing. Kwa sababu vitu hizi vyote vya dunia unaona watu wako nazo, unaona kwamba kila mtu wako na mambo mengi sana, lakini unaona kwamba mioyo yao ni dark, haijapata enlightened, haijapata mwangaza, haijapata kuelewa. And the more tunazidi kukaribia katika ufalme wa Mungu, ndio unaona kwamba majority hata katika nyumba ya Mungu hawajaguswa na ile anointing ambayo iligusa Paulo, na Paulo akaweza kuelewa mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. So simply tunapomalizia ya kwamba wakati Bwana ana enlighten sisi na anatuletea yale mafuta, anaongeza value yetu, na kitu chochote ambacho ni valuable, it is not meant for destruction. Hallelujah. Vitu zile ambazo zinakuanga destroyed ni vitu ambavyo havina dhamana. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba if ametuguza na ile understanding, tunaweza kuelewa mapenzi ya Mungu, we are always valuable. Hallelujah. We are always valuable, not in the sight of men. Si katika machoni mwa wanadamu. Ya kwamba malaika ambaye ni Mikaeli atakayesimama kwa ajili yao. Bwana asifiwe. Na hata wale wote niwaambie ndio watakaotembea in white mbele za Yesu Kristo. Na ninasema kwamba wale watu simply wametiwa nuru katika mioyo yao, ambayo ndio vita kubwa sana ambayo Yesu Kristo aliwahi kufanya, angali anafanya saa hizi katika mioyo ya wanadamu katika dunia yote, mioyo ya watu kutiwa mwangaza, na ndio wakaweze kumuona jinsi alivyo na hata kumuelewa, na katika kule kumuelewa wanaweza kumtumikia, wanaweza kumwishia, na zaidi ya yote wanaweza kujisubject katika opinion ya Mungu, sio opinion ya mwanadamu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Na unajua kwamba ukijisubject katika opinion ya Mungu, unajua kwamba who are called, ni akina nani wanaitangwa wamebarikiwa, ni akina nani ambao wanaitangwa ni heri, ni akina nani ambaye Mungu analinda, ni akina nani ambao Mungu anasikiliza, ni akina nani ambao Mungu anaokoa, na ni akina nani ambao Mungu atapeleka katika ufalme wake baada ya kumaliza kazi ya dunia. Basi utazidi kuona kwamba baadhi ya wale ni wale ambao wenye mafuta, kwa sababu wenye divei huongeza value. Hata wakati Bwana alipokuwa anatumia hili neno divei katika Israeli, nyumba zile ambazo zilikuwa wanatumia divei wine kupika, nyumba zile ambazo zilikuwa zinatumia wine kupika zilikuwa nyumba za matajiri sana katika Israeli. Na ndiye akasema kwamba hizi vitu ambao unasikia kwamba oil and wine zinaongeza value yako katika mbele za Mungu, si mbele za mwanadamu. Na unajua ile value inatokana na jinsi ambavyo Mungu anazidi kukufanya uelewe. Bwana asifiwe sana. Haja ya kumtumikia katika nyakati hizi za mwisho. Bwana asifiwe sana. Let me finish with 1 Peter. So this word is very important. Hallelujah. 1 Peter dakika za mwisho. Ukiangalia 1 Peter chapter 2.
Ukiangalia 1 Peter chapter 2 verse 5 inasema hivi. 1 Peter chapter 2 verse 5 inasema, you also as lively stones are built up spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Hallelujah. Not that very spiritual house. Kwa sababu sasa wakati mtu anakuwa enlightened na mtu anapewa understanding, nyumba yake, yani moyo wake unatiwa mwangaza. Yesu Kristo hukufanya nyumba ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Spiritual house. Angalia verse 10, verse 9 in the same chapter inasema, but you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Bwana asifiwe. Yesu ametuita katika marvelous light, out of darkness ya kutoelewa. Ametuingiza katika light ya understanding, the latter anointing, the latter glory, the new wine. Hallelujah. Ametuita katika giza kubwa sana. Unaona kwamba vile alifanywa akuje gizani na ili atuite katika gizani. Na ndio unaona kwamba kila mtu ambaye ako hapa, Bwana asifiwe sana, pamoja na Wakristo wote mahali popote walipo, wanapomwabudu Yesu, ujue kwamba mission ya Yesu Kristo. Na ndio unaona hata aliulizwa kwamba huyu ni nabii gani ambaye anakaa na makahaba na anakahaba chini? Huyu ni alikuwa anasema mwokozi gani anakaa na kahaba? Hata alikuwa anaitwa Fred of Publican. Hallelujah. Watu ambao ni waovu. Kumbe unakuja kuona kwamba Yesu Kristo, hata Wagalatia akiwaelezea, anawaambia kwamba alikuja chini ya sheria. That means amekuja hata darkness, na aliingia katika giza na ili akaweze kuwakomboa. Na niliona kwamba hata mimi na wewe ambao tumeketi hapa, alikuja akatutafuta gizani. Alikuja akatafuta gizani. Bwana asifiwe sana. Kwa giza tu. Niliwaambia kwamba kitu kimoja hapa, ukisoma hilo neno na kuelewa, utaona kwamba hata alipokuwa anakuja kunitafuta mimi, hakuwasha mwangaza ati watu wote waone. Imagine anakuja na mwangaza particularly for me, out of darkness. Na ndio ananichagua na anaweka mwangaza ndani ya moyo wangu. Na mwangaza ule ambao tunaona kwamba Yesu Kristo huweka ndani ya yetu, tumekuwa tukisema kwamba mwangaza, lakini mwangaza ambao Yesu Kristo huweka ndani ya mtu, mwangaza wa kufanya ule mtu akaweze kumuelewa na kumuona vile alivyo. Na katika habari za kumuona vile alivyo, unapata moyo mzuri wa kumtumikia, moyo mzuri wa kumuishia, hata katika utakatifu, katika haki, katika ukweli na katika kumpenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Na katika ule mwangaza, Bwana anasema kwamba wewe unakuwa mtu wa dhamana. Na ndio dhamana ya Mkristo saa hizi katika nyakati za mwisho, ni jinsi ambavyo ameangaziwa na Yesu Kristo. Dhamana ya mhubiri katika nyakati za mwisho ni jinsi ambavyo ameangaziwa na Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Na wakati Yesu Kristo amekuangazia, anakufanyanga uelewe mapenzi yake, anakufanyanga uelewe ukweli wake, na anakufanyanga ukaweze kumuishia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Na akikufanya uelewe kama vile nabii wa Mungu Yeremia alisema, hauhitaji mtu kufunza tena, lakini wewe mwenyewe unaweza kuyafahamu mapenzi ya Mungu, kama vile tutakavyokuwa mbinguni, ya kwamba hakuna mtu atafunza mwingine, mtu atakuwa akielewa kile ambacho Mungu anachokisema. Haleluya. So mbarikiwe sana, na nilitaka sana niwaoneshe ya kwamba tuangalie katika neno umuhimu wa mafuta ya nyakati za mwisho na value ambayo inaleta. Ndio mpanda farasi mweusi, hata kama anakuja na uweusi mzito wa hukumu,
anaambiwa ukiona kitu yote ni valuable, don't destroy. Hallelujah. Amen. Tumpigie Bwana makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Yesu Kristo. Makofi mazuri. Hallelujah. Kwani mimi nawe Jia atuonya tuijue imo chuoni na mwenyewe hapa asemajo. Till I become like you.